Na kwingineko, nayo serikali imewaorodhesha watu 13 kama wahusika wa ugaidi na wafadhili wa shughuli hizo. Watu sasa wamewekewa vikwazo vya kifedha vinavyozuia benki na taasisi nyingine yenye akaunti zao kufanya shughuli zozote za kifedha nao. 13 hao waliorodheshwa ni Wakenya 10, Watanzania 2 na raia mmoja wa Uganda, kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya kupambana na ufadhili wa shughuli za kigaidi. Kamati hiyo pia inataka mali ya waliotajwa izuiliwe na waekewe marufuku na vikwazo vikali vitakavyowakosesha huduma zote za kifedha. Kulingana na taarifa zilizochapishwa kwenye tovuti ya kituo cha kuripoti masuala ya kifedha, waliotajwa ni pamoja na Wakenya Violet Omoyo, Juma Ambare, Zakaria Kamal Sufi, Jamal Abdi Mohamed na raia wa Uganda Abubakar Swale. Wengine waliorodheshwa ni pamoja na raia 2 wa Tanzania, Salehe Brahnui Minja na Jerumani Osama Koja. Wakenya Hadija Isaac Ali, Abdiweli Dubat Dege, Ramadhan Hamisi Kufungwa, Robert Karani Nyokae, Zuena Nahumicha Machabe na Mohamed Siat Ali. Asasi za usalama zinawaonya watu binafsi na wale wa biashara dhidi ya kuwasaidia waliowekewa vikwazo, zikisema kuwa kufanikisha miamala ya kifedha, uwekezaji wa mali, kuficha umiliki au kukinga biashara ni hatia na kunaweza kusababisha uchunguzi, kutwaliwa kwa mali na kutiwa mbaroni ikiwezekana. Kwa mujibu wa kituo cha kuripoti masuala ya kifedha, wafadhili wamefanikisha ugaidi wa kuvuka mipaka katika mataifa ya kanda ya Mashariki, Kaskazini na Kusini mwa Afrika, wakitoa misaada ya vifaa, usajili wa makurutu, vifaa vya mawasiliano vikiwemo droni, vilipuzi na kuhamisha pesa kupitia sarafu za kripto.